Amen. Hivi tu. Lakini saa 12 inapofika ninafunga, ninaenda maombi. Amen. Ninaenda mulima. Amen. Vitu havikuwa sababu ya kunizuilia na upendo. Amen. Kumbi maombi ulipwa. Amen. Kumbi maombi ulipwa. Amen. Ninakutabiria maisha ya kungangana ninakataa kwa jina la Yesu. Business ya kungangana kwa jina la Yesu. Haya maombi ni watu wa business. Simama juu, simama juu. Wamefanya business, kuna neema ya business ninaachilia. Kuna kibali ya business ninaachilia. Kuna neema ya business ninaachilia. Kuna kibali ya business ninaachilia. Inua mkono juu, sema leo, sema leo kwa jina la Yesu. Maisha yote ya kungangana ninakataa, 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 ninakataa kwa jina la Yesu, 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 ninakataa maisha yote ya kungangana, ninakataa, ninakataa, ninakataa maisha kungangana, ninakataa kungangana kwa ndoa, ninakataa kungangana kwa huduma, ninakataa kungangana kuomba, ninakataa, 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 ninakataa kungangana kuomba, ninakataa, ninakataa, ninakataa maisha yote inaongangana, ninakataa, ninakataa, ninakataa. Fire! Acha nikwambie, anaofanya kazi Mungu wangu anakupa neema na kibali. Amen. Haijalishi kazi gani unayofanya. Haijalishi kazi gani. Amen. Mungu wangu atakuinua kwa hiyo kazi yako. Kwa jina la Yesu. Mungu anafungua milango kwa hiyo kazi. Pokea kwa jina la Yesu. Connect na watu wa pokea kwa jina la Yesu. Oh Yesu. Umaskini ninakataa kwa jina la Yesu. Umaskini ninakataa kwa jina la Yesu. Umaskini ninakataa kwa jina la Yesu. Sema leo kwa jina la Yesu. Ninapokea. 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 Mafanikio. 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 Kazi yangu. Ninapokea. Ninapokea. By fire. By fire. By fire. By fire. Amen. Oh Yesu. Aliochukua udongo ya duka yako, aliochukua udongo ya miguu yako kwa jina la Yesu. Aya, mchawi yoyote kwa jina la Yesu aliofanya uchawi kwa jina la Yesu, kunya mavi kwa jina la Yesu kwa business yako kwa jina la Yesu, mimi leo kwa jina la Yesu ninabadilisha hiyo harufu ya mavi kwa jina la Yesu inakuwa manukato kwa jina la Yesu, inavuta wakaso kwa jina la Yesu, inoleta wakaso kwa jina la Yesu, inoleta wakaso kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema, napokea 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Hautalialia. Amen. Hautaombaomba. Amen. Mungu wangu anakuconnect. Amen. Kama ulikuwa na milioni 1, Mungu wangu anaongeza. Amen. Anaongeza zero. Amen. Amen. Ninaona huko hakuna watu wanapenda mamilioni. Kuna watu wanaogopa mamilioni. Ninasema hivi. Amen. Kama ulikuwa unatamani mamilioni, Mungu wangu anakupeleka kwa anakupeleka kwa viwango. Anakupeleka kwa viwango. Nimekuja kupresent business ya watu kwa madhabahu, kazi ya watu kwa nyumba hii. Nuru ya Bwana ikuangazia kwa mume wako, kwa mke wako, kwa watoto wako, mafanikio kwa jina la Yesu. Sema nimepokea. Nimepokea. Chukua nafasi yako. Amen. Chukua nafasi yako. Ambia jirani wako tunaomba. Tunaomba. Unapokimbia unakimbia ufiki, ni kumaanisha kuna vizuizi. Amen. Unachumbiwa lakini unavutwa. Amen. Unavutwa. Amen. Acha nikwambie nyinyi mnaokaa hapa, ukichumbiwa na mwanaume usitafute kujificha naye, mtaumiwa sana. Amen. 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 Zaidi kama mkuu wa huduma madhabahu haya. Amen. Mtaumia sana. Amen. Kama umechumbiwa
mwanaume anakutongoza, anakuambia ninakupenda sana, kuja na yeye. Amen. Anaweza kuwa mume wako ama anaweza kuwa chombo ambacho watatumia ili azidi kukuumiza vidole. Amen. Zaidi mkianza kubambana huku nyuma huku. Amen. Amen. Kuna mtu amenisikia? Amen. Kesho mkuje mnyuli. Mimi naongea hivyo. Amen. Naongea kama mifano. Amen. Ni hivyo natabiri mtu. Amen. Kwa hiyo kama ni yako, sema nimepokea. Nimepokea. Sema nimepokea. Nimepokea. Ambia jirani wako, wangu ninamleta. Wangu ninamleta. Amen. Mwambie tena, wangu ninamleta. Wangu ninamleta. Amen. Sema tu vizuri, ninamleta. Ninamleta. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Juu ya kutambua kwamba wewe ni chombo ambacho umeshaingia katika mipango yao. Unaweza kupokea watu wanakuambia mjumbe mmoja imefanana. Amen. Unaweza kusikia hapa mimi nakupa shauri na unaenda mahali pengine wanakupa kama vile papa alikwambia. Amen. Unaweza kusikia na kutabiria na unaenda mahali pengine wanakutabiria. Amen. Ukipata ile mjumbe, ujua kwamba wewe ni mtu ambaye kuna mipango. Amen. Hawezi kupangia mtu ambaye haiko na kitu. Amen. Sijui kuna mtu ananielewa. Amen. Watu hawezi kuikaa kwa viwango vyao, wajitolee, watoe sadaka, watoe miili zao, wende wakonsulte shetani ili uangamize maisha yako bure. Ni kumaanisha kuna kitu ambayo umefanya hawana. Kuna kitu unacho hawana. Amen. Amen. Kwa hiyo ukipata unabii umejirudia kwa vinywa vya watumishi wa Mungu. Amen. Ujue ya kwamba wewe uko miongoni. Amen. 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 Acha niwachekeshe kidogo, niwakumbusha kidogo. Nilipofika inaongea kwa sababu niko kwa mtandao. Amen. 2018 tulikuwa na mkutano. Kuna apostle moja alitoka Ghana akakuja hapa. Nadhani apostle tulikuwa naye Jumapili, sijui kama ni hii kama nyingine. Alikuwa pale, sisi wote, mimi ni kachungaji katoto katika madhabahu, na bishop wetu alikuwa, baba yetu mbeba maono, pamoja na bishop wetu, assistant wake, pamoja na wahuduma wote wa Cornerstone. Tulikuwa watu wa Maranatha, tulifanyia mkutano tao na Maranatha. Lakini ule bwana, mimi nilikuwa mtu nikutimid, nikubaridi. Sikuwa nataka nikata viwango vya wachungaji, nilikuwa najificha sana. Kwa sababu kujitosha si vizuri, ongoja Mungu akutoshe. Amen. Amen. Na baada ule mtumishi wa Mungu akakuja kunitolea unabii katikati yao. Anaongea kizungu kabisa. Tulipomaliza ibada nikafuata pastor Nadiko, nikamwambia kizungu ninaona kwamba mimi masikio yangu Petro aliikata. Amen. Amen. Mimi sahi sisikie, wewe unisaidie. Amen. Akanielezea mjumbe. Kesho yake akakuja mkutano, nikamfuata kwa sababu alikuwa anaongea Kifrench kidogo. Nikamfuata na akaniita. Tulipokuwa lunch au akaniita. Akaanza kuniuliza, nimekuona ya kwamba wewe ni. Nikasema ni kweli. Akaanza sasa kuniongelesha. Acha nikuambie. Akaniambia kwamba ninakuona na neema tofauti. Amen. Na akarudi akasema bila mimi nimefanya hapa, na wewe unaweza kuvifanya maradufu. Amen. Pale siombeani, nimekaa. Sihubiri sana, ninahubiri tu kwa business yangu, Biblia yangu hapo juu, na kuuzia log na ubiri. Amen. Ninadhani simama. Hawa ni wa best custom. Amen. Simama na wewe.
au ndio walikuwa wa best customers. Sijui kama kuna wengine Amen. ambayo walikuwa hawajajua kwamba mimi ni pastor. Huyu ndio best customer wangu. Bado kichwa iko juu. Amen. Mika bado kichwa iko hivi. Wanakuja tu mzee. Anauliza tu maskati tu madress. Lakini Biblia yangu iko pale. Unakuwa na uzee ninakubali. Sasa nitakataa uzee. Amen. Sikuja tu. Amen. Ukismile mimi najua kusmile kukuliko. Amen. 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 Una smile vizuri kabisa. Amen. Lakini usipojua unaanguka. Amen. Useme nimepata. Amen. Hey, kula ushibe. Amen. Sasa nikamtolea Biblia hivyo. Lakini Mungu akafanya neema. Ilipotimilika, tulipoenda mali nikapokea unabii. Ile unabii wote ninaopokea si mimi kando, pamoja na upakaliwa mafuta wa Mungu. Amen. Na mulisikia ya mwisho. Amen. Ya 2024. Amen. 12. Amen. Katikati na nilikuwa nje. Amen. Na katabiriwa si Mwafrika ni mzungu. Amen. Kama unasikia neno moja inaongelewa na wachungaji. Amen. Wawili watatu. Amen. Ujue kwamba una kitu extra. Amen. Kile unacho extra kinapigwa. Amen. Kwa hiyo usiangalie vita unavyopitia, kwa sababu ni mipango iliyopangwa ili wakupate. Amen. Kwa hiyo kwa ajili wakupata kuna watu watatumia. Amen. Kwa ajili wakupata kuna njia watatumia. Amen. Kwa ajili kukupata kuna vitukio watatumia. Amen. 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 Kama uko katikati yetu, umeshawahi kuja kwa madhabahu haya, nimehubiri na umehakikisha kwamba pastor amenyoona. Amen. Ananyubiri mimi. Amen. Ujua kwamba ukusible. Amen. 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 Kama uko hapa, nimehubiri mjumbe ya kwanza ya pili, na unasema kwamba huyu mtu amenyoona. Amen. Ujue ya kwamba kile unacho kimepangwa. Amen. Ili uhangaike. Amen. Kwa maana umejipata kwa hiyo. Amen. Kini Mungu alionileta, ninakutoa mahali walikuweka. Ninakurudisha kwa madhabahu. Ili madhabahu haya inene kwa maisha yako. Inene kwa maisha yako. Unabii wako utimilike. Sema nimepokea. Nimepokea. Amen. Ninaona watu wanajenga. Amen. Ninaona watu wanajenga. Amen. Ninaona watu wanajenga. Amen. Ninaona watu wanajenga. Amen. Kama uko katikati yetu, Amen, una mipango ya kununua hata plot. Amen. Hapa. Amen. Inua mkono juu. Amen. Kama uko siseme sahi useme. Amen. Kuna watu hawana maono. Amen. Kwa sababu hauna chochote. Amen. Lakini uko hapa una hiyo mipango. Amen. Mimi nitanunua. Amen. Plot yangu. Kama uko hapa, inua mkono juu. Amen. Yes. Kama uko hapa, uko na ploti, unasema kwamba ninajenga. Amen. Inua mkono juu. Amen. Mungu wangu. Amen. Mungu wangu. Amen. Bila kungangana. Amen. Bila kuforce. Amen. Kuconnect. Amen. Watu. Amen. Kutimiza. Amen. Maono yako. Amen. Inaachilia connection. Amen. Inaachilia connection. Inaachilia connection. Sema leo. Sema leo. Maono yangu yanatimilika. Amen. Amen. Hautabaki kutunza manyumba ya watu. Amen. Na wewe unajenga ya. Amen. Hautabaki viwango vya upangaji. Na wewe unapangisha. Amen. Wale wananipa amen ya mafuta. Amen. Mungu wangu azidi. Amen. Wale wananipa amen ya mafuta. Amen. Mungu wangu azidi. Amen. Sikiliza, kwa ajili hiyo unabii utimilike, inatakiwa Mungu anaacha tu kama mtu kamoja. Amen. 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 Sikiliza, katika maisha yetu kuna watu wanaotutakia mabaya. Amen. Lakini mtu ambaye ana vitu vya Mungu ndani mwake, Mungu anaacha tu mtu mmoja. Amen. Anampenda sana. Amen. Ako pale. Amen. Kuwa nuru. Amen. Ya kumwangazia. Amen. Mambo yote ya siri. Amen. Sikiliza, utaniuliza swali. Amen. Wa kwanza ni Ayubu. Amen. Ayubu ninapomuuliza
Watoto wote shetani amefanya mipango yake, ameweza, lakini ukisoma maandiko kuna mtu mmoja anakuja kumupasha habari. Amen. Ya kwamba Ayubu, hivi tunaongea watoto wote wamekufa. Amen. Ayubu hajajibu, mtu mwingine anakuja. Ayubu, kondoo na mbuzi yako yote imekufa. Amen. 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 Saul, kuna mtu tu. Amen. Daudi, kuna mtu tu. Amen. Jonathan kupale kwa ajili ya kumwambia baba yangu ana mipango. Amen. ITV itakakuzimia. Baba yangu ana mipango. Amen. Acha nikwambie, kuna watu wanaekaa wanakuongelea mabaya. Amen. Mimi ni chombo ambacho Mungu anatumia. Amen. Siri yote, Amen, ya watu wabaya wote wa karibu na wa mbali, amen, Mungu anatumia tu njia, amen, ya kutambua. amen, Na baada ya pale Mungu ananipa strategy. amen, Amen. amen. Kuna mtu mmoja tu ambaye atachoka. Amen. Daudi wamekuja kubomoa, wameiba, wamechukua, lakini kuna kamtu kamoja tu kamechoka na watu wamekaacha, ili kakuja kuonesha Daudi ya kwamba hawa watu wamechukua vitu vyenu na watoto wenu wameenda njia. Amen. Amen. Acha nikwambie, leo kuna mtu mmoja, Amen, ambayo Mungu anaenda kuachia, amen, Amen. kwa maisha yako, amen, kwa ajili ya kusababisha amen, unabii wa Mungu ulionena juu ya maisha yako itimilike. amen. Inua mkono juu, sema leo, Leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, yoyote wanaonipangia sirini, Mungu achilie moto, achilie moto, achilie moto, achilie moto kwa maisha yako, achilie moto kwa maisha yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nana nami, Amen. sema ninapokea. Ninapokea. Ambia jirani wako, leo sitoki vile nilivyo. Sitoki jinsi nilivyoingia. Mwambie tena, leo ninatoka na baraka zangu. Ninatoka na baraka zangu. Mwambie tena, leo ninatoka na baraka zangu. Ninatoka na baraka zangu. Sasa Amen. tunaenda kufanya maombi ya protection. Amen. Ambia jirani wako, protection. Protection. Mwambie tena, protection. Ulinzi. Kinachoharibu watu wengi, hatuna protection. Amen. Tutakunywa sumu, na nilikunywa sumu, lakini nina damu ya Yesu ndani mwangu. Amen. Mungu aweze kukubali ifanya mwezi kwa mwili wangu. Amen. Ifanya wiki kwa mwili wangu. Amen. Mungu ameenda kuongelesha watu wa mbali. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Hautakufa kifo ya mikono ya watu. Amen. Hautakufa kifo kinachopanga kwa mikono ya watu. Mungu wa madhabahu atakupigania. Amen. Mungu wa madhabahu anakuprotect. Amen. Ambia jirani wako, leo ninaomba ukingo. Amen. Mezari 64:2. Mwambie maombi. Ya. Hii ni mwezi wa 6. Inatakiwa maombi haya yatupeleka hadi Disemba. Amen. Haitakatika. Amen. Mungu ameshafungua. Amen. Amefungua. Amen. Leo protection unayoomba juu ya watoto wako. Amen. 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 Watoto wako nenda shule. Amen. Wanapewa uchawi. Amen. 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 Watoto wanaporudi nyumbani wanapewa uchawi. Amen. Business yako hivi tunaongea, kuna watu wanazunguka usiku. Amen. Wanaonga vitu. Amen. Nilisema jana mnikumbushe nichome vitu viko kwa ofisi, mlisahau, mnikumbusha leo baada ya ibada. Amen. 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 Ni kumaanisha kwamba
usipotambua kutafuta protection ya Mungu juu ya watoto wako, amen, ni ngumu sana. Amen. Juu ya kazi yako, amen, ni ngumu sana. Amen. Kuna watu wanakuja kubadilisha pesa kwetu. Amen. Zaidi unapofika asubuhi anakuja nipe kuchange, nipe kutoa 50 hapo, nipeko. Amekuja kubadilisha. Amen. 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 Utuulize, sisi tumefanya business ya viwango vya juu. Atuaminiane. Amen. Kwa sababu wengi wanaozunguka ni wachao. Amen. Wana uganga. Amen. Wengi wana vitu wanavyotunza pesa zao. Amen. Tusomee kitabu cha Zaburi 64:2 inasema, utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya. Inua mkono juu, ambia Jehova unifiche. Unifiche. Wengekuwa mimi ningekuwa wewe, ningesimama. Unajua mimi sijachoka. Ulize wale tunalala nao, waambie vile ninavyoomba. Amen. Tu kama wewe unachoka, Amen. 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 Unaweza kuwa umekula, umeshiba, umechoka. Amen. Lakini kuna watu wengine hawakuli. Amen. Kwa nini unachoka? Kwa sababu ni mwili. Amen. Na haya maombi unayoomba protection. Amen. Ninakuambia mali zako zinakingwa na damu Amen. ya Yesu. Amen. Watoto wako wanalindwa na damu ya Yesu. Maisha yako inalindwa na damu ya Yesu. Kazi yako inalindwa na damu ya Yesu. Safari yako inalindwa na damu ya Yesu. Mipango yako inalindwa na damu ya Yesu. Huduma yako inalindwa na damu ya Yesu. Omba damu ya Yesu. Omba. Yesu, achilia damu yako Yesu, ikafunike watoto wako. Ninaomba damu yako Yesu ikafunike maisha yako, ikafunike kazi yako. Damu yako Yesu ikafunike watoto wangu. Damu yako Yesu, damu yako Yesu ikafunike masomo ya watoto wangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikafunike njia za watoto wangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikaachilie ulinzi. Damu ya Yesu ikaachilie ulinzi katika maisha yangu. Damu ya Yesu ikaachilie ulinzi kwa ndoa yangu. Damu ya Yesu ikaachilie ulinzi kwa mume wangu. Damu ya Yesu ikaachilie ulinzi kwa watoto wangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikaachilie ulinzi, ikaachilie ulinzi kwa familia yangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikaachilie ulinzi kwa mipango yangu. Damu ya Yesu ikaachilie ulinzi kwa maono yangu. Damu ya Yesu ikaachilie. Sema leo maisha yangu yanalindwa na Yesu. Huduma yangu inalindwa na Yesu. Mume wangu analindwa na Yesu. Mke wangu analindwa na Yesu. Watoto wangu wanalindwa na Yesu. Business yangu inalindwa na Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Chukua nafasi yako. Utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, mbali na ghasia ya watu wafanyao maovu. Simamia hapo. Tunaingia maombi ya pili. Unafuatwa. Amen. Amen. Wale wanaokufuata, acha nikwambie kitu ninachotaka nikwambie. Amen. Watu wanapuuza sana. Unaweza kuwa huko kwenu Kitale, uchao huko kwenu unakimbia Kitale, umeenda Nairobi. Amen. Ukasema nimekimbia. Lakini wachao hata ukienda wapi, wakisha weka alama, si niliongelea kuhusu alama? Amen. Wakisha kuweka alama, hata huko Amerika, amen, watakuja kukuroga. Amen. 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 Kama wameshasema kwamba nyinyi hamtaoleka. Amen. Umeoleka, umekaa kwa ndoa, umefanya harusi, watakuja kukutoa. Amen. Amen. Ndio kwa maana wanawake ambao wako kwa ndoa, ako na mume wake, lakini anapopita kwa njia mwanamume mwingine anasema huku beautiful, hiyo kunaisha, anaanza kupenda ule wa beautiful. Anaona mume wake si wa dhamani. Wakati wanawajua kunaisha, wanamfukuza na anajipata peke yake. Amen. Peke.
Amen. Sasa kazi yake inakuwa ni mdomo. Amen. Kwa hiyo wanakufuata, wanakubandua. Amen. Unaweza kuwa umepata mke mzuri, na ulipokuwa umeshaweka alama, watakuja tu wanakubandua kwa mume wako. Amen. Kwa mke wako. Amen. Umejipata upeke. Amen. Unaweza kuwa umepata kazi mzuri, unafika wanakulipa ngapi? Ninafanya kazi sana. Uliacha hiyo kazi na kwa adili upata ingine, hakuna. Amen. 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 Mpendwa, acha nikuambie, usifurahie mchao wa kwenu akufwe injapo ajakiri. Amen. Kazi amefanya. Amen. Kwa sababu kuna alama ameshaacha. Amen. Itakufuata. Amen. Amen. Mwisho ya kukufuata wanaacha maiti. Amen. Amen. Wakisha sema roho ya umaskini, unapata pesa, unapanda viwango. Wakifika wakitaka kubomoa, unarudi aziro, unarudi nyumbani, unalima shamba. Amen. Ulianza kuvaa viatu mzuri, unarudi kwa mguu wa gari. Amen. Hapana, nichukua hii, inafanya siku mingi. Amen. Ukiingia kwa nguo ya kuvaa nasema hii iko soft sana, inatafuta ile mgumu. Amen. Nguo ambayo unaweza kufanya nayo hata miaka 3. Amen. Nguo kufanya nayo miaka 3 kuwa nao mingi. Amen. 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 Hey. Sijua hii shoti yangu iko. Niko na shoti moja inaweza kuwa na miaka 10 na. Sijua kama. Na nilinunua Tanzania. Amen. Miaka 10. Amen. Leo tunaingia nawe kwa maombi sasa hivi. Amen. Maro yote yanayokufuata kwa watu wazuri. Unajua kuna watu wengine wazuri katika maisha yetu. Amen. Unapokuwa umeweka alama, aone mema wanaokutendea. Amen. Unajua hivyo? Amen. Acha nikwambie, kuna watu wengine katika maisha yetu usikubali wakuache. Amen. Hata wanakutendea mabaya, lakini ona mazuri ambayo walikutendea. Amen. Ninakuambia ukweli. Amen. Kuna watu katika madhabahu haya, Amen, siwezi kukubali Amen, wanyache. Amen. 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 Nikutabiria. Amen. Nikutabiria. Amen. Kuna watu katika maisha yako, Amen, walikondoa viwango wakakupeleka viwango. Amen. Ukiona wanakulenga usikubali. Amen. Amen. Kama umerogwa, wewe utajiinua na huku bure, kwa sababu watu wengi wamerogwa, wana kiburi. Amen. Lakini wanyenyekevu wana Mungu. Amen. Ukiona mnyenyekevu, roho wa Bwana yuko ndani. Amen. Lakini ukiona mtu wa kiburi, amerogwa. Amen. Tumeelewana? Amen. Kuna kitu kinakuachilia leo. Amen. Kuna mtu anakubali. Amen. Nani anatamani kupokea neema ninayo? Amen. Nani anakubali? Nani anatamani? Amen. Nani anatamani? Amen. Kama unatamani, pigie Yesu makofi. Nani anatamani? Wewe utamani? Natamani papa. Natamani kupokea neema. Ndio. Inakupeleka hivyo. Amen. Na tunamaliza hapa, nyinyi mnabaki na wapeleka. Amen. 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 Sikiliza, roho inofuata watu, mpendwa, kataa. Amen. Nilikataa hiyo maisha kwa sababu ni roho mbaya sana. Amen. Inaweza kukufuata ikutoa kwa mtu mzuri ikiconnect na mtu mbaya. Amen. Utaregreti wakati unaona matokeo. Amen. Leo Mungu wangu, Amen, atawafanya Amen, vipofu. Amen, hawatakuona. Amen, Amen, hawatakuona. Amen. Sema hawataniona. Wanaonifuata wabaki vipofu. wabaki vipofu. Amen. Sitaongea bure, tunasoma. Amen. Hata kama ulitoka kwenu nchi ingine, Amen, ukakimbilia Kenya, umekimbia uchao wa kwenu,
uko hapa. Amen. Nani ambaye hana uchawi kwao? Hata mimi ninahubiri iko tena kubwa. Amen. Imezidi na ya kwenu. Amen. Lakini ukikimbia uchao utakufuata. Amen. Inatakiwa ukuwe na mchao anaokula wachao wengine. Amen. Ambao ni Yesu Kristo. Amen. Akikuwa ndani ya maisha yako, wachao watakuogopa. Amen. 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 Sasa msomea tusomie Wafalme wa pili 14:19. Hiyo tu, Wafalme wa pili 14:19. Usikilize vile miandiko inavyosema. Anokufuata mpendwa, unaweza kuwa na uhusiano wako na mume wako na mchumba wako vizuri na anaharibu. Amen. Ndio kwa maana ulikuwa ndoa ya kwanza ikaisha. Amen. Kwa kiburi. Amen. Kwa sababu kuna alama. Amen. Ndio ulikuwa ya pili, ya tatu kwa kiburi. Amen. Lakini siku ya leo Mungu anaenda kuwafanya vipofu. Amen. Amen. Ya sasa inaokuja. Amen. Hautabanduka. Amen. Hii ninaona hii. Amen. Hawatakuiba. Amen. Hii inaokuja. Amen. Hiyo mafanikio. Amen. Hiyo kazi inakuja. Amen. Hawatakubandua tena. Amen. Kitabu cha Wafalme wa pili 14:19 inasema wakafanya fitina juu yake. Wakafanya fitina juu yake katika Yerusalemu. Katika Yerusalemu. Sikiliza. Walifanya fitina juu yake wapi? Yerusalemu. Amen. Akafanya nini? Naye akakimbia mpaka Lakishi. Alipofika Lakishi, yeye akasema nimejificha kwa sababu nimetoka Yerusalemu. Hawa wachao hawataniona. Hii laana ya kwetu haitaniona. Ninaenda kujificha wapi? Lakishi. Kwa hiyo mimi ninaendelea. Amen. Mimi nitajenga. Amen. Mimi nitaoleka kwa Amen. ajili ya kujua kwamba ulikimbia na walikupata. Ukirudi kwenu utaona wale uliacha wameendelea kukuliko. Amen. Mm. Amen. Mm. Amen. Mm. Lakini wakatuma watu kumfuata mpaka Lakishi Ili wakamuua huko. Amen. Inua mkono juu. Simama kwa miguu yako. Ina maombi ambayo unafanya na ujasiri. Kwa njia nyingine wanaweza kukufuata kanisa hii. Amen. Wanaweza kukufuata na maneno. Amen. Umesikia. Amen. Umeona. Amen. Mimi nimeona. Amen. Mimi nimesikia. Amen. Haya maneno unaokuweka ili wakutoe. Amen. Wakupata vizuri. Amen. Maproblem yansa kukujia. Amen. Unatoka na viwango. Amen. Unaanza kuongelea na pastor wako. Amen. Ambaye anakuhubiria. Amen. Ambaye anakuombea. Amen. Wanakuja unika luzima. Acha nikwambie siri kubwa kwa ajili ufanikiwe. Yoyote anokufuata na maneno ya kanisa ya pastor, mwambie nyamaza. Amen. Nyamaza. Amen. Huyo mtu anafungua mfereji wa laana. Amen. Juu ya maisha yao. Amen. Mtu anaoitwa baba wa kiroho, kuwa mbali na yeye. Amen. Hey, si tumefunzwa hivyo? Nina mipaka kwa baba yangu. Amen. Huwa saa zingine nafuata maombi yake. Ni kwa Zoom. Nafuata maombi yake kwa Zoom. Nikibatika tu hata kwa wiki mara moja. Ninaheshimu ili Mungu anijaze. Amen. Inua mkono juu. Sema leo. Leo. Sema leo. Leo. Maro yote. Yanonifuata. Leo. Ninaharibu. Kwa jina Yesu. Omba. Hiyo uchawa kweli. Ile uganga wa kweli. Omba. Kwa jina Yesu. Uchawa kweli. Ninaharibu. Kila uchawi, kila urogi, kila uganga. Ninaharibu. Uganga wote. Acha kama unajua kuomba, ninakupa design ya maombi. Amen. Hii design ya maombi inatakiwa wakuwe vipofu. Amen. 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 Wakuwe vipofu. Amen. Elisha na mtumishi wake wako kumlima, na
Wasirie wamekuja ili wawangamize, wamewazunguka. Lakini mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Elisha alikuwa kipofu aone. Amen. Inaweza kuwa wewe vile. Amen. Uko kipofu aone. Amen. Nikuambie kitu wewe aone. Amen. Kwa sababu macho yako ni kipofu. Amen. Ninafurahia Elisha akamuombea ili aone. Amen. Lakini watesi ambao walikuja wanawafuata, akawaomba Mungu wao wakuwe vipofu. Amen. 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 Ni kumaanisha kwamba leo unapoomba macho yako inafunguliwa. Amen. Wao wanaokufuata wanabaki vipofu. Amen. Wewe leo macho yako inafunguliwa. Amen. Vile ambavyo haukuwa unaona utaviona. Amen. Lakini wanaokufuata watabaki vipofu. Ndio mkono juu. Sema leo. Sema leo. Wote wanaonifuata. Wote wanaonifuata. Ninaachilia. Upofu. Wakambia. Uwalambe kwa njia yangu, wabaki vipofu kwa ndoa yangu, kwa kazi yangu, wabapika makofi, wabapika makofi kwa kazi yangu, wabaki vipofu, wabaki vipofu, wabaki vipofu, wabaki vipofu, wabaki vipofu kwa njia yangu, wabaki vipofu, wabaki vipofu kwa mipango yangu, wabaki vipofu kwa maono yangu. Ni maombi ya tendo la shukrani. Amen. Kabisa. Amen. Kama kuna vitu hakukuwa unaona, nimekuombea. Amen. Macho yako inaona. Amen. Lakini waliosababisha kukufuata kila siku ili usiendelee, leo macho yao inakufa. Amen. Amen. Waliokuwa wanafumba njia yako, waliokuwa wanaleta problems, wote leo wamebaki vipofu. Amen. Inua mkono wako, achilia fire. Ninataka uachilie fire. Ninaposema wacha wote, fire. Unaachilia fire. Wacha wa kwenu, fire. Hapana. Wacha wa kwenu. Ninaposema wachawa kwenu, fire. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Sema leo kwa jina la Yesu, yoyote anonifuata, achilie fire, 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 achilie fire kwa ndoa yangu, achilie fire kwa kazi yangu, achilie fire huduma yangu, achilie fire. Wachawa kwenu, fire. Chukua nafasi yako. Amen. Chukua nafasi yako. Chukua nafasi yako. Chukua nafasi yako. Kuna kitu nataka nikuambia sasa hivi ambacho watu wengi wanapuuza sana. Unaweza kuomba lakini kuna watu aombewe. Amen. Na unaweza kufwa kwa ajili ya watu wengine. Amen. 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 Angalia, Lazaro alifufuka, Yesu akamfufua. Amen. Sasa wakati watu walikaa wakafanya mikutano yao kinyume na Yesu, wakasema kwamba tukiua Yesu tuue pia na Lazaro. Amen. Kwa nini? Ya kwamba tukimwacha Lazaro atazidi kutangaza Amen. vile alivyomtendea. Amen. Ni kumaanisha kwamba leo unaweza kuwa chombo ya kusaidia wengine. Vita ya wale uliosaidia inuke kwa ajili. Amen. Ndio kwa maana sisi tunapitia mvita. Amen. Vile tunavyopiga mvita usiku na mchana. Lakini acha nikuambie, nyama yangu ni uchungu. Amen. 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 Kuna mtu nilikuwa na mcha moyo leo. Alikuwa naongea nalia. Nikamwambia umelia imeisha. Sema ni sawa. Nikamwambia wewe hujapitia, wewe uko sawa.
Nilipoanza kumwambia mimi yale nimepitia, akasema papa umenijenga. Amen. Nikasema unajiuza bure. Nyamaza. Amen. Mtu asijue hali yako. Amen. Tembea. Hata kama umelala njaa, tembea na ujasiri. Amen. 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 Ninataka tuingie. Ninafili kuomba. Ninaposikia hiyo mwimbo inanidondosha machozi ndani ya moyo wangu. Amen. Ninaweza kukupeleka hivi hadi asubuhi. Amen. Kama utakubali nitakupeleka. Amen. 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 Kama umechoka na njaa, nina uhakika kwamba siku ya leo Amen. wewe unashiba. Amen. Waliokufuata kuacha machungu, Amen. wao wanaingia njaa. Amen. Wakambia Amen. chochote walichokula kwa maisha yao, Amen. wanakitapika. Kwa jina la Yesu. Tusomee Yohana 12:10-11. Sikiliza miandiko. Sikiliza. Kitabu cha Yohana 12:10-11. Utamu wa maombi. Nguvu za maombi. Hiyo tutakuwa tunaomba kabisa. Hii kanisa itabaki ya maombi. Amen. Ndio kwa maana nimewaita familia maombiste. Amen. Kwa hiyo ninyi ni jamii maombiste. Amen. Famii Magoti. Ambia Amen. jirani wako, mimi ni famii Magoti. Amen. Mimi ni famii Magoti. Wanapokuuliza wewe uko na stone ya wapi? Famii Magoti. Amen. Mlima wa maombi. Amen. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 12 kuanzia 10 hadi 12. 11. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumua. Tumeelewana vizuri hapo. Hakuna jambo kitukio kinaweza kuwa kwa maisha yako injapo hakuna mipango. Amen. Amen. Kuna mtu amenyelewa vizuri? Amen. Wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hawa wakubwa, Lazaro alikufa, wakasema nanuka, na Yesu akakuja akamfufua. Baada ya kwanza kupanga kuua Yesu, na wakasema hapana, tumutafute pia Lazaro tumumalize. Kwa sababu gani? Hapana, atazidi kuhubiri na ushuhuda wake, na watu wengi wataamini ule Yesu. Amen. Tumeelewana vizuri? Amen. Vita mingi unayo, kuna watu ulisaidi. Amen. Hiyo vita ikakufuata. Amen. Amen. 12. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Inua mkono juu. Sema leo. Leo. Sema leo. Leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitakufa. Sitakufa. Kifo chochote. Kifo chochote. Cha mtu mwingine. Cha mtu mwingine. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Leo. Inalindwa. Inalindwa. Na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ambia jirani wako sitakufa. Sitakufa. Ninaingia kwa maombi ingine ambayo unaenda kufanya, ambayo ni maombi si ya kuchezea. Niliwaambia kwamba maombi vitu vitano. Hii maombi yote tumeenda vitu vitano, si ndivyo? Bahati nzuri nilikuwa nimeshawapa. Sasa hii ni ile niliyoelezea kwamba inatakiwa unapoomba utambue wale watu waliokuwa sababu ya maisha yao. Amen. Kwa njia nyingine, ukikuwa na imani, hata Jumapili unaweza kuandika majina yao. Amen. Amen. Ni kumaanisha kwamba unataja majina yao, unawaambia kwamba ninawapeleka sasa kwa koti ya Mungu. Amen. Hii maombi ninakwambia sisi na waombiste. Iko kwa Biblia. Amen. Nimeshayafanya. Amen. Na inajibu. Amen. Iko unataja majina yao. Amen. Kwa hiyo wao pia wanapoenda kwa madhabahu yao
wanataja jina lako. Amen. Wao pia wanapoanza kwenda siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, hadi mwaka, ni jina lako ndilo wanayotaja kwa madhabahu yao. Amen. Ili waweka alama. Amen. Kwa hiyo na wewe pia katika madhabahu haya inatakiwa uwatambue. Amen. Mimi ninawajua. Amen. Wale wanaokuwa sababu kuu ya aibu yao. Amen. Ya machungu yao. Amen. Ya maisha yao. Amen. Kuanzia utotoni na hivi niko, andika majina yao. Kama ujue, omba Roho Mtakatifu akufunulie usiku wa leo. Amen. Amen. Inua mkono juu. Sema leo. Leo. Ninawatambua. Ninawatambua. Kwa jina lao. Kwa jina lao. Sikiliza. Amen. Tusomee Samuel 15 Samuel wa pili 15:31. Kwa sababu vile ninavyokuambia ni Biblia. Usifikire kwamba ni maneno yangu. Kitabu cha Samuel wa pili 15:31 inasema, mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba, mtu mmoja akafanya nini? Akamwambia Daudi ya kwamba, Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalomu. Daudi akasema nini? Bwana nakusihi. Unasikiliza vile nilivyoelezea kwamba katika maisha yetu kuna mtu mmoja ambaye Mungu ana connect kwa maisha yako kwa ajili ya kukupa seed ya wanaokuangamiza. Amen. Na unapomtambua ule mtu, wewe mpeleka kwa madhabahu ya Bwana. Amen. Wewe mpeleka kwa maombi. Amen. Usiku unapoomba, kubali umtaje jina. Amen. Sikiliza maombi ya Daniel, ya Daudi. Daudi anasema nini? Uligeuze shauri la Ahithofeli. Rudi hapo. Daudi akasema, Bwana nakusihi. Uligeuze shauri la Ahithofeli. Inatakiwa amtaje jina. Amen. Liwe ubatili. Amen. Seme amen. Amen. Seme amen. Amen. Inua mkono juu. Injapo ni anti, unajua jina lake. Amen. Amen. Injapo ni shosho, unajua jina lake. Amen. Injapo ni mwanamke, unajua jina lake. Amen. Injapo ni mwanaume, unajua jina lake. Amen. Injapo ni mtoto, unajua jina lake. Amen. Injapo ni rafiki, unajua jina lake. Amen. Sema leo. Leo. Kwa jina la Yesu. Ninataja jina lake. Ninataja jina lake. Madhabahu haya. Kuanzia leo. Ninamshtaki. Kwa koti ya Bwana. Kwa koti ya Bwana. Jina lake. Hukumiwe. Katika madhabahu haya. Kwa jina la Yesu. Yesu Kristo. Leo ninataja jina lake katika madhabahu haya Bwana. Holy Ghost. Hiyo enda umechoka, njaa imewaua. Enda uandike hiyo majina, usiku uwakumbuke unapoenda. Amen. Ninaenda tena viwango vingine. Inatakiwa utaje majina lao. Kuna mtu wa pili ambaye ni Nehemia. Amen. Alikuwa ameshikwa mateka. Amen. Nehemia akasema pana, hata vile niko hapa, lakini kwetu ni kwetu. Amen. Amen. Kwetu ni kwetu. Amen. Inatakiwa nirudi hata kwetu, nitengeneze kitu. Amen. Lakini kuna watu wawili na kuna manabii wa uongo. Angalia, si vema uulize nabii ya kwamba Mungu anafanya nini. Hawa wote ni wakuluna wa kiroho. Ulize Mungu amesema nini. Uniombe Mungu anasema nini kuhusu mimi. Hawa ni walishababu wa kiroho. Amen. Roho wa Bwana ananyongelesha kuhusu wewe. Amen. Si wewe kuuliza Roho wa Bwana kwangu. Amen. Manake mimi nitaongea kwa kusudi lako. Amen. Sitaongea kusudi la Bwana. Amen. Hawa wanaongea kwa kusudi lako ni wanabii wa uongo. Amen. Leo tunawapeleka kwa madhabahu ya Bwana. Amen. Jina la Yesu Kristo. Unabii wa Mungu unapokuja ni kwa ajili ya kukondoa kwa njia ya giza na kukuleta kwa njia nomo. Amen. Siwezi kusema kwamba utabarikiwa usipotoka mali pabaya ili ufike kwa baraka zako. Amen. Hatuwezi kufika viwango vya kukosa kutambua yale tuliopitia ijapo hatujapokea mazuri. Amen. Msiyakumbuke yaliyopita.
yaliyopita, ni kumaanisha kwamba kuna mazuri umepokea. Amen. Endelea. Soma Nehemia. Si nimekuambia kitabu ya Nehemia 6:14. Kitabu cha Nehemia 6:14 inasema, wakumbuke Mungu wangu. Hii yote ni maombi. Wakumbuke Mungu wangu. Usiku wote wanaambia Bwana kumbuka. Wakumbuke Mungu wangu. Tobias na Sanbalati. Inatakiwa hawa watu wawili sawasawa na hayo matendo yao. Na yule nabii mke Noadia na au manabii waliosalia waliotaka kuniogofya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Inua mkono juu. Sema leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yoyote aliyotoa unabii wa uongo kwa maisha yako, kwa familia yako,